Meli kubwa ya kivita ya Marekani USS Gerald R. Ford inatarajiwa kuanza safari kurejea nyumbani nchini Marekani katika siku chache zijazo baada ya kutumia takriban miezi 10 mfululizo baharini katika operesheni nzito za kijeshi. Hatua hii inakuja kwenye kipindi nyeti ambapo hali ya usalama katika eneo la Mashariki ya Kati bado ina tahadhari kubwa kufuatia kusitishwa kwa mapigano kati ya Marekani na Irani. Kuondoka kwa meli hiyo kunachukuliwa kama pigo kwa nguvu ya kijeshi ya Marekani katika eneo hilo, hasa ikizingatiwa kuwa imekuwa moja nguzo kuu katika operesheni za kijeshi dhidi ya Irani. USS Gerald R. Ford ni miongoni mwa manowari za kisasa zaidi duniani, ikiwa na uwezo wa kubeba makumi ya ndege za kivita, kufanya mashambulizi ya anga kwa kasi kubwa na kusimamia operesheni za kijeshi kwa muda mrefu bila kuhitaji msaada wa karibu. Katika kipindi chote cha miezi 10 iliyopita, meli hiyo imekuwa mstari wa mbele katika doria za kijeshi, kulinda njia muhimu za baharini na kushiriki katika mashambulizi ya kimkakati dhidi ya malengo ya kijeshi. Uwepo wake ulikuwa pia ni ujumbe wa wazi wa nguvu kwa Irani, hasa kwenye kipindi ambacho mvutano ulikuwa umefikia kiwango cha juu na hatari ya vita kamili ikionekana kuwa karibu kutokea. Hata hivyo, sasa hali imebadilika kwa kiasi fulani. Kusitishwa kwa mapigano kumeleta utulivu wa muda, lakini bado ni dhaifu na unaweza kuvunjika wakati wowote. Licha ya makubaliano hayo, Marekani imeendelea kudumisha shinikizo kupitia uwepo wake wa kijeshi, hasa kupitia mzingiro wa majini katika baadhi ya bandari za Irani, hatua ambayo imeendelea kuzua mvutano wa kisiasa na malumbano ya kidiplomasia. Kuondoka kwa meli ya USS Gerald R. Ford kunamaanisha kupungua kwa idadi ya manowari za kubeba ndege katika eneo hilo, na hivyo kupunguza uwezo wa Marekani kufanya mashambulizi ya haraka na ya nguvu kubwa endapo hali itabadilika. Ingawa bado kuna manowari nyingine zilizobaki, pengo linaloachwa na meli hii ni kubwa kutokana na uwezo wake wa kipekee na ukubwa wa operesheni ilizokuwa ikiendesha. Kwa upande wa kijeshi, hatua hii inaweza kuwa sehemu ya mzunguko wa kawaida wa operesheni ambapo meli na wanajeshi hubadilishwa baada ya muda mrefu kazini. Baada ya miezi 10 baharini, wafanyakazi wa meli hiyo wanahitaji mapumziko, huku meli yenyewe ikihitaji matengenezo na ukaguzi wa kina. Huu ni utaratibu wa kawaida wa jeshi la majini la Marekani ili kuhakikisha vifaa vinaendelea kuwa katika hali bora. Hata hivyo, kwa upande wa kisiasa na kimkakati, kuondoka kwa meli hiyo kunatazamwa kwa jicho la tahadhari, wachambuzi wengi wakiona kuwa inaweza kuwa ni ishara ya Marekani kupunguza mvutano na kujaribu kutoa nafasi ya suluhisho la kidiplomasia badala ya kijeshi. Wengine hata hivyo wanaonya kuwa inaweza kutafsiriwa na Irani kama udhaifu au kupungua kwa dhamira ya Marekani, jambo ambalo linaweza kuathiri mizani ya nguvu katika eneo hilo. Kwa mujibu wa ratiba ya safari, USS Gerald R. Ford inatarajiwa kuwasili katika jimbo la Virginia katikati mwa mwezi Mei, ambapo itapokelewa kama sehemu ya kumaliza operesheni zake ndefu zaidi tangu ingia rasmi kazini. Kuwasili kwake kutahitimisha moja ya vipindi muhimu zaidi vya matumizi yake katika mazingira halisi ya kivita na mvutano wa kimataifa. Kwa ujumla, hatua hii inafungua ukurasa mpya katika mwelekeo wa operesheni za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Ingawa inaweza kuonekana kama mabadiliko ya kawaida ya kijeshi, ukweli ni kwamba ina athari pana katika siasa za kimataifa na usalama wa kikanda na mustakabali wa uhusiano kati ya Marekani na Irani. Katika kipindi ambacho hali bado ni tete, kila hatua inatazamwa kwa umakini na pande zote zinazohusika. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV.